Karibu sana msikilizaji katika sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Kivuli cha Damu ya Familia Yetu, iliyotungwa na kusimuliwa kwako na mimi msimulizi mahiri kutoka hapa nchini Tanzania. Naitwa Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033122. Msikilizaji, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya kwanza, ilikuwa ni pale ambapo kuna mtu alikuwa amekuja nyumbani kwa kina Danieli katika wakati wa usiku, huku akiwa anagonga hodi kwa nguvu kweli kweli, na wakati huo mbwa walikuwa wanabweka kweli kweli kwa nguvu. Je, nini ambacho kiliendelea baada ya hapo? Kwa sababu yule mtu alitoa taarifa ya kwamba Victor alikuwa ameanguka, na wakati sisi kwa mara ya mwisho msikilizaji tuliona kwamba Victor alikuwa yuko mjini. Nini ambacho kilitokea? Je, inamaanisha kwamba Victor alikuwa anarejea nyumbani? Majibu ya maswali yote ya msikilizaji nipo nayo hapa katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya Kivuli cha Damu ya Familia Yetu. Mimi naitwa Alex. Baba alitoka kwenda kufungua mlango haraka. Mimi na mama tukabaki tunatetemeka ndani, huku tukitazamana kwa hofu kubwa sana. Usiku ule ulikuwa ni usiku tofauti kabisa. Kulikuwa na ukimya mzito sana nje ya nyumba yetu, kiasi kwamba hata sauti ya upepo tu ilikuwa inaweza kumwogopesha mtu. Mbwa walikuwa wanaendelea kulia kwa sauti, kama vile kuna jambo baya walikuwa wakihisi kabla yetu. Nilimshika mama mkono kwa nguvu, huku moyo wangu ukipiga kwa kasi sana. Baba alipofungua mlango, tulimkuta mzee mmoja. Alikuwa anaitwa Mzee Hamisi. Alikuwa anatokwa na jasho jingi sana. Alikuwa anapumua kwa shida, huku macho yake akiwa yamejaa hofu ya ajabu sana msikilizaji. Kwa sauti ya haraka haraka iliyokuwa inakatika katikati ya pumzi zake, Mzee Hamisi akazungumza. Victor ameanguka dukani. Ameanguka dukani Victor. Mama alipiga kelele kubwa sana. Mwanangu Victor, mwanangu. Msikilizaji, kitu ambacho naweza kuzungumza katika hali hii ni kwamba sijawahi kusikia sauti ya maumivu kama ile maishani mwangu kote. Sijawahi kusikia kabisa. Haraka mama alianza kukimbia kuelekea nje, wakati huo akiwa pekupeku, na wakati huo machozi yakianza kumtoka. Baba naye hakutaka hata kusikia maelezo mengine. Alinyakua tochi yake haraka na kutoka pamoja na Mzee Hamisi, huku wakikimbia kwenye giza lile zito. Mimi nikabaki peke yangu mure ndani ya nyumba, na kwa mara ya kwanza kabisa maishani mwangu msikilizaji, nilihisi hofu ya kweli kweli. Nilikuwa nasikia upepo ukigonga dirishani. Taa ya chemli ilikuwa inatikisika taratibu ukutani, na kuna wakati nilikuwa nashuhudia vivuli msikilizaji. Yaani ilikuwa inaonekana kama kuna watu walikuwa wakitembea ndani ya nyumba yetu msikilizaji. Nilijikunja katika kona ya ukuta, huku nikiendelea kutetemeka. Baada ya dakika chache, mama aliweza kurejea ndani kuweza kuchukua kanga yake, lakini hali yake ilikuwa mbaya sana. Alikuwa analia kwa akiendelea kutetemeka mwili mzima. Mungu wangu, usinifanyie hivi. Nilimfuata nikamshika mkono wake, lakini ulikuwa ni mkono wa baridi sana msikilizaji. Mama, Victor atakuwa sawa sio? Mama hakunijibu kabisa. Na ile ndio ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa nilipoanza kuogopa zaidi, kwa sababu mama yangu alikuwa ni mtu wa kunitia moyo muda wote, lakini siku ile hata yeye mwenyewe alikuwa amevunjika kabisa moyo wake. Muda ulizidi kuendelea, na kila dakika ilionekana kama saa nzima. Nilikuwa namsikia mama akiomba kwa sauti ya chini, huku machozi yakimtoka. Mungu, msaidie mwanangu, tafadhali Mungu wangu. Ghafla kutoka mbali kule nje tulisikia sauti za watu wakikaribia. Mama alikimbia nje haraka, na mimi nikamfuata nyuma yake. Nilichokiona usiku ule msikilizaji, nilichokiona wakati ule, mpaka leo kinaitesa akili yangu, na mpaka leo hata ninapokuwa nimelala kinanitokea katika ndoto. Victor alikuwa amebebwa na wanaume wawili, lakini hali yake haikuwa ya kawaida kabisa.
Mwili wake ulikuwa umeregea sana kama mtu ambaye alikuwa amepoteza nguvu zote. Macho yake yalikuwa ni mekundu sana, mekundu kupita kawaida, na alikuwa akitetemeka taratibu huku akiema kwa shida. Mama alipomuona alianza kulia kwa uchungu mkubwa sana. Victor mwanangu, Victor, sema kitu mwanangu. Lakini Victor alikuwa bado kimya namna ile. Alikuwa akitazama juu gizani kama kuna kitu ambacho alikuwa anakiona. Sisi hatakuwa tunakiona kabisa. Walipomlaza kitandani ndani, nilimsogelea taratibu. Nilitaka kuweza kumshika mkono kama vile ambavyo nilikuwa nafanya siku zote, lakini wakati huu nilikuwa naogopa kabisa. Victor alikuwa ni mtu aliyekuwa akinituliza wakati wote, na kila mara nilipokuwa nikikata tamaa au nilipokuwa nikihisi hali mbaya kwenye maisha yangu, Victor alikuwa akinitia moyo. Lakini siku ile, msikilizaji, nilipoigusa mikono yake, nilishtuka kabisa. Mwili wake ulikuwa ni baridi sana, msikilizaji. Ulikuwa ni baridi kabisa, mithili ya ubaridi wa barafu. Alikuwa baridi kiasi kwamba nilitoa mkono wangu kwa haraka huku nikiwa na hofu. Mama aliendelea kulia huku akimpangusa jasho usoni. Na wakati huu baba alikuwa kimya kabisa. Na ukimya wa baba ndio uliokuwa ukiniogopesha zaidi. Victor ghafla alianza kupumua kwa nguvu sana. Kifua chake kilikuwa kinapanda na kushuka kwa kasi sana, kana kwamba alikuwa anakimbia. Alafu mwili wake ukaanza kutikisika kitandani. Mama alipiga kelele, Mungu wangu, Victor! Baba akamshika mabega kwa nguvu. Victor, nini kimekutokea mwanangu? Kwa sekunde kadhaa Victor kusema kitu chochote. Alafu taratibu akaanza kufungua macho yake. Lakini ukweli ni kwamba yale hayakuwa ni macho yake ya kawaida tena, msikilizaji. Kulikuwa na kitu ndani yake ambacho siwezi kukielezea mpaka leo. Kisha akafungua mdomo wake polepole na kwa sauti nzito isiyo ya kawaida, Victor akazungumza. Walikuwa wananisubiri. Ndani ya nyumba yote kukawa kimya ghafla. Nilihisi mwili wangu wote ukipata baridi kali. Mama akaanza kulia zaidi. Akina nani mwanangu? Akina nani? Victor akujibu swali lile. Na hapo Victor akawa kimya kabisa. Aliendelea kutazama juu kama kuna kitu. Na wakati huo, msikilizaji, watu walikuwa wamesimama pale ndani. Ghafla taa ya chemli ilianza kuzimazima yenyewe. Upepo mkali ukaanza kuvuma nje. Dirisha likaanza kugonga ukuta kwa nguvu. Na hapo nikaanza kulia kwa hofu. Mama alinivuta karibu yake huku na akianza kutetemeka. Victor ghafla akamgeukia baba na kwa sauti ile ile nzito Victor akazungumza. Wamesema damu ya familia yetu bado haijaisha. Mama alipiga magoti chini. Mungu wangu, tuepushe. Lakini kile ambacho kilikuwa kinaniumiza, msikilizaji, sio yale maneno, ni macho ya baba yangu. Kwa mara ya kwanza kabisa maishani mwangu nilimuona baba akitoa machozi. Baba yangu alikuwa anatoa machozi. Na labda nilikuwa sijakueleza vizuri, msikilizaji. Ukweli ni kwamba katika vitu ambavyo nilikuwa najivunia kwamba nimebarikiwa navyo katika ulimwengu huu ni kumpata baba ambaye alikuwa na moyo mgumu sana. Yaani baba alikuwa ni mgumu kutoa machozi kabisa. Sikuwahi kabisa kumuona baba katika maisha yangu yote akitoa machozi namna hii. Na hii ilikuwa inanishangaza kabisa. Ni kwa namna gani baba yangu mzazi anaamua kutoa machozi mbele ya macho yangu? Baba alikuwa mwanaume mgumu sana. Hata kile kipindi ambacho tulikuwa tukilala njaa, baba hakuwahi kulia mbele yetu kabisa. Lakini siku ile machozi yalikuwa yakimtoka taratibu kwa kimtazama Victor. Na hapo ndipo nilipojua kwamba kuna siri kubwa ilikuwa imefichwa ndani ya familia yetu, msikilizaji. Victor ghafla alimshika baba mkono wake kwa nguvu sana mpaka baba akashtuka. Alafu kwa sauti ya chini sana akazungumza. Baba, waliniambia kwamba deni limefika mwisho. Baada ya kusema yale maneno, macho yake yakaanza kufumba ghafla.
Mama alipiga kelele kubwa sana, "Mwanangu Victor!" Nilianza kulia na mimi pia, msikilizaji. Nilikuwa nikimwangalia kaka yangu aliyekuwa mwanga wa familia yetu, mtu ambaye alikuwa ametuahidi kabisa kwamba kututoa katika umaskini, mtu aliyekuwa mlinzi wangu kila siku. Sasa alikuwa amelala pale kitandani mbele yetu kama mtu ambaye alikuwa anaendelea kupoteza uhai taratibu. Na kitu pekee ambacho natakiwa kufahamu, msikilizaji, ni kwamba usiku ule ndio ulikuwa ni mwanzo wa mateso kwenye familia yetu. Naam, msikilizaji, na huu ndio mwisho wa sehemu ya pili ya simulizi yetu hii ya Kivuli cha Damu ya Familia Yetu, iliyotungwa na kusimuliwa kwako nami msimulizi mahiri kutoka hapa nchini Tanzania. Naitwa Jonathan Alex. Nambari zangu ni 0741 033 122. Karibu sana katika sehemu ya 3 ya simulizi hii ya Kivuli cha Damu ya Familia Yetu. Mimi naitwa Alex.